Tunaposema sio juzu katika adhana, maana yake ni kwamba adhana vile ilivyopokelewa, adhana kama adhana, kwa sababu sisi tunaamini adhana haikuwa ndoto kama wanavyoamini baadhi, kwamba ilikuwa ni ru'a fulani minan nasi kaiona akampelekea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si tuamini hivyo. Tunaamini adhana ni mafunzo kutoka mbinguni, kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa adhana ilipoteremka, imeteremka kipengele cha ashhadu anna aliyan waliyullah hakikuwepo. Ndio maana maulama wanasema kwamba si sehemu ya adhana. Na wengi wakasema kwamba kama utaitamka ashhadu anna aliyan waliyullah kwa anwani kwamba ni sehemu ya adhana, basi ujue adhana yako ni batil. Itamka kwa anwani hiyo ni sehemu ya adhana, adhana yako inakuwa ni batil. Lakini ukiitamka kwa anwani nyingine, kama anwani mathalan anapotajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatajwa na al-Imam Ali alayhi salam, kataja kwa anwani hiyo, hakuna shida, hakuna tatizo lolote. Lakini kwa upande wa Sayyid anasema kwamba inna ashhadu anna aliyan waliyullah juz'un min al-adhan wal iqama ala al-aqrab wa qad ushira ila dhalika fi ba'd riwayat. Sayyid Sadiq al-Hussein al-Shirazi hafidhahullah, yeye anasema kwamba dalili zilipomfikisha yeye masala ya ashhadu anna aliyan waliyullah ala al-aqrab ni sehemu katika adhana, na anasema zipo riwayati ambazo zimeashiria jambo hilo. Sasa hizi ni masaili fiqhiyya, hizi ni masaili fiqhiyya. Wewe kama mukallidi wa Sayyid na mfuata Sayyid, yeye anasema kwamba ashhadu anna aliyan waliyullah ni sehemu katika adhana, na baadhi ya maraji wengine wanasema si sehemu katika adhana. Lakini katika natija sasa, an-natija al-amaliya, si ndio? Natija sasa wote wanasema ashhadu anna aliyan waliyullah wote, kwa maana